Naam, mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV, hamjambo kwa mara nyingine tena kuweza kuungana nasi katika matangazo yetu ya siku ya leo. Leo ikiwa ni tariki 21 mwezi wa 3 mwaka 2026, tukiwa jimboni Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuko kwenye shamba la vita maeneo ya Runingu, ambapo tumekuja kujionea hadi hadisi namna gani wazalendo wanavyopigania nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia tunakuja kuangazia kujua namna gani mapigano ambayo iliyoripotiwa yapata sasa siku 3, na kuna bomu ambayo iliweza kuanguka hapa Runingu. Unavyoshuhudia pale wanaandika Diakonia ya Runingu. Hapa ni kanisa ya Kikatolika Runingu, ambapo tumekuja live ili kuja kuonana na Komanda Fox Ngoma Nzito ambaye anapatikana kwenye mstari wa mbele. Na pia kama tunavyozungumza, tutakuonesha hapo, naona ni bondeni mwa mto Ruzizi, kule ni Ngombe, na pia nafasi ya kule ni Sange, ambapo kwa sasa kuna milio ya risasi ambayo inasikika kwa sasa, na tunavyozungumza kwa sasa wamekiwasha pale wazalendo na jeshi la FARDC wakitaka kutimua adui ambaye anayepatikana pale maeneo ya Kabunambo. Mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV, pale mafuko unayoyaona pale, mafuko yale ambayo yako pale, na pia mlango ule ambao unaona unatoboka toboka, ni bomu ambayo imetoka kwenye umbali wa kilomita 2 hivi, ambayo bomu iliweza kuvizia mzalendo ambaye alikuwa hapa, kwa sababu Runingu nzima hakuna network. Ni lazima askari ambaye aliyepigania nchi azikwe na heshima, na haitakuwa vizuri aweze kuzikwa katika hali kama na hii. Na kuomba uweze kufuatilia matangazo yetu kwenye YouTube, kwenye Facebook, kwenye TikTok, na usikose kujiabone kwenye channel yetu La Voix d'Uvira TV. Utakuwa umefanya jambo nzuri. Kiongozi, tunapatikana hapa kwenye shamba la vita maeneo ya bonde mwa mto Ruzizi. Tungependelea kujua hali kwa sasa ya wazalendo maeneo ya jimbo ya Kivu ya Kusini iko namna gani? Kwa hiyo tunashukuru zaidi kwa kuja kwenu kututazama mahali plene Ruzizi, fatana na hali ya wazalendo wala Sud Kivu. Wazalendo wako imara kabisa kwa kupambana na adui, na hiyo tuko imara kwa kupambana na adui, kwa maana kuna siku ambazo walizomupa adui kutoka katika maeneo wala kutoka katika nchi yetu, kama vile mwasi wa nchi yetu asipotoka, tuko imara kupambana naye. Lakini hali katika plene de la Ruzizi hali ni tulivu. Labda raia walikuwa na hofu. Kiongozi, wewe kama kiongozi wa unité spéciale ya wazalendo jimboni Kivu ya Kusini, ambao unajulikana kwa jina la Delfe Kalembe Ngoma Nzito, raia walikuwa na hofu kusikia vita tena imeanza Kabunambo, labda walikuwa na wazia kama watakimbia. Unafikiri kwamba raia wabaki ama wafanye namna gani? Kwa sababu mpaka sasa wanaoga. Kwa hiyo tunashukuru zaidi kwa kuuliza hayo maswali. Depuis tutoke Makobola, wakati tulipambana Makobola, nasi tulikuwa na hofu kubwa kusema eti tumesimamishwa kupambana hapa mplene de la Ruzizi. Tulikuwa tunafikiri, je, tutaweza fanya nini ili tupambane na adui, tujue nguvu zake. Ila wakati tulipambana naye tumeshukuru zaidi. Watu wengi wanahofu eti wamekuja na gari 13, wanakuja nini, matablende nini. Sisi kama tumetoka mteritori ya Fizi, kama vile wazalendo tumekuja support huko. Tunafata adui mahali popote mu RD5, tutapambana naye mpaka mwisho, na waraia wawe tulivu. Tutapambana na adui, hawataingia Uvira kama vile walikuwa wakiingia Uvira zagara kama vile watu wanaenda sokoni. Hapana, hivi tumesimama imara, hatuwezi kula rushwa ya nchi yetu ili tena warekipere tena Uvira. Ile haiwezekani. Leo Uvira ville, majuzi kumesikika milio ya risasi majira ya saa 2 za usiku, na ikalalisha raia na oga zaidi kufikiri kwamba adui ameingia ndani ya Uvira. Ungezungumzia nini kuhusu ile hali ya masasi ndani ya mji wa Uvira kwa leo? Ile hali ya masasi kwa saa hizi, nina neno la kuambia wenzetu wa viongozi.
Sisi unité special hatukatali uongozi wa kila mtu. Tunapenda uongozi wa kila mtu na kila mtu, kila force ijiretrouve iko unité special. Lakini kuna neno la muhimu la kuambia wenzetu wenye kuwa Uvira. Kwa sasa kila komanda force mwenye kuwa Uvira ajiretrouve iko kulinye de front. Ile masasi ya kupiga mwingine haina maana. Maana waliniambia kama ile masasi ilitokezea na mfungwa, kuna mmoja mwenye alifunga mtu, mwingine akaenda mnyang'anya, ili kaleta vurugu. Wa viongozi haiwezekani, wale ni warahia wetu. Hii ni nchi yetu, hatuwezi kuwa tunapiga masasi mu centre ville, watu watangamia bure. Ila tunapenda kila kiongozi yoyote mwenye kuwa pale mu centre ya Uvira ajiretrouve iko kulinye de front. Na yule mwenye hatajiretrouve iko kulinye de front, tunaambia gouvernement ikamate azimio juu ya ile masasi. Kiongozi, tukiendelea malizia, mmefanya kazi nyingi wakati adui alikuwa tayari kufika maeneo ya Mnene, Makobola, na mkafanyikiwa kumkimbiza hadi maeneo alipoelekea. Je, mmewahi kukutana sasa na serikali baada ya kumaliza ile kazi ambayo mmefanya kule, kama kikao ama harakati fulani, ili mpate kuangalia namna gani kazi imeendeka? Kwa hiyo tunashukuru bwana journalist kwa hiyo ulizo lako. Kwa kweli kuna shangao kidogo, tunao mshangao. Depuis tutoke Makobola tukaingia Uvira, tulipambana Makobola zaidi, tukaingia Uvira. Depuis tuingie Uvira, ni gouverneur, ni commandant région, ni commandant secteur hatuyafanyaka kikao wala hawaya tuitaka mconseil de sécurité, tujue wanani, tujue silaha zinazo zagazaga ndani ya mwingine, tutajikomporte namna gani. Mpaka hivi hatuyafanyaka, hawaya tuitaka mkikao ya conseil de sécurité. Ile ni kosa, tuyajua kama ni mlengo gani. Na unajua silaha zikikuwa mingi inafaa ziwe na ordre. Zisipokuwa na ordre, ile ni kosa. Eske sisi wazalendo tutaita kikao ya conseil de sécurité? Hapana. Ile ndo kosa yenyewe tunaona inayotuma tena Uvira inazagazaga ndani masasi ndani ya mji. Inasemekana kwamba wazalendo watoke kwenye shamba la vita waende wafanye maandamano ndani ya mji wa Uvira kwa kuomba effort de guerre. Hizo habari je, munazo na mmeamua nini kwa hiyo audio ambayo imetoka kwenye mitandao ya kijamii? Kwa hiyo tunashukuru kwa ajili ya kuuliza neno hilo. Kwa siku zilizopita kuna karatasi ambayo tuliyoiona ya kusema kama mimi Delfe niko naomba mchango kama vile effort de guerre. Sisi kama tulitoka territoire ya Fizi tukuje renforcer huku, hatukukuja juu ya effort de guerre. Sisi tunakuja pambana na tuko tunapigania nchi yetu. Zile audio zenye biko natoa huko Uvira wala biko natoa kwenye mtandao, sisi hayo mambo hatuyajui. Na hakuna mzalendo yoyote atakayetoka kwenye ligne de front aseme anajielekeza kwenye maandamano Uvira. Hakuna maandamano yenyewe tutaweza fanya Uvira juu ya effort de guerre. Tukikosa unité, tunajua tutaweza ambia hata wazazi wetu watusaidie unité. Tukikosa chakula tambia wazazi wetu watusaidie chakula. Ile mambo ya effort de guerre, sisi hatukukuja mterritoire ya Uvira wala hatuko juu ya Kongo yetu juu ya kuomba effort de guerre, hapana. Tutaweza omba unité, lakini hatuwezi omba effort de guerre. Yule yoyote anayesikia hiyo neno inayosema kusikue mtu yoyote atakayenatoa document yangu wala naenda lomba kitu kwa ajili ya unité spéciale, mpaka sisi tumuautorize, tumupe na karatasi uende tuombeye unité wala sabuni. Hapana effort de guerre, hapana. Na mnasema nini kwa wale watu ambao wanasema hizo habari za uongo? Wale watu wanaosema hizo habari za uongo tutajifunza ili tujue majukumu gani tutawatolea. Tunakushukuru mkuu. Kwa hiyo tunakushukuru zaidi kwa kuuliza hilo neno zaidi tena zaidi. Kwa maana kuna mambo mengi yanazagazaga katika mtandao, unité spéciale hivi na hivi. Ni komanda force yoyote, ni Mubembe, ni Mufuleru, kila mkongomani ajiretrouve iko unité spéciale. Maana ni unité ya kupambana. Haina unité ya kusema iko naenda nazaga kuomba mandazi, kuomba nini na nini, hapana. Sisi ni wapambanaji na tumejitoa kupambana. Mnaambia serikali nini, ichukue azimio gani kwa wale watu ambao wanaendelea kuchafua jina ya wazalendo kwa kuombaomba hiyo mambo? Sisi ndio kwenye tungesemea hilo neno, maana wakituita katika conseil de sécurité
tutawapatia gisi watakamata hayo mambo ya kusema hayo mambo ya maudio kwenye mtandao. Kwa hiyo tunashukuru depuis tutoke Makobola, interview hii kuna ingine nyinyi tulipitishaka, lakini hii ni ya maana, kwa maana hii ni ya mshahara de bataille. Tunapendelea kuambia wakongomani wote kwa ujumla, hii unité special haina ubaguzi, ni unité ya kupambanisha adui wa nchi yetu. Kila mtu yoyote mkongomani ajiretrouve iko mu unité special. Neno la pili, nimemshukuru president wetu Fashi Beto, vraiment nimemshukuru zaidi, kwa maana wakati tulitoka Makobola kwa vita ambayo iliyofita, wametupatia prime d'encouragement sisi wazalendo. Vraiment tumeshukuru zaidi kwa hilo neno. Neno la pili, nataka kueleza wakongomani wote wawe chonjo, kwa maana vijana wa kizalendo wote wamesimama imara na wako imara kwa ajili ya kupambana juu ya nchi yetu, na tutapambana zaidi juu ya nchi yetu. Neno la pili, nataka kuambia wengine wa Komanda Force wote wanaokuwa ndani ya nchi hii ya Kongo wasimame imara, tupiganishe adui wa nchi yetu. Wamoja wanaleta mapanike eti kuna gari 13, kuna gari 14, kuna gari nini na nini, waadui wanakuja wengi. Hakuna adui mwingi kushinda watoto wa nchi. Wakati mtoto wa nchi amesimama kupigania nchi yake, hawezi ogopa, hawezi kuwa na hofu, maana kila mahali pote unapajua. Na hao wanaodanganya watu eti adui anakuja mwingi, anaingia Uvira, anafanya nini, zile maojo wanazozitoa vijana wenye kuwa Uvira, tutatia wabirode wako wanasikia masauti. Uvira nataka kamatwa. Hapa Uvira kunafanya hivi. Unakuta masauti zenye kuwa pale Uvira ndio zenye ziko na naleta oga muwarahia. Neno la kwanza ni kusema tunataka ingia mu mahoteli. Tufuye mu mahoteli, tupate kila mgeni yoyote anayekuwa ndani ya hoteli ajiretrouve ni mkongomani. Asiyokuwa mkongomani yaani ule ni adui mwenye kuja jificha ndani ya Uvira, inafaa kufungwa. Ba chef de village inafaa wafanye control, bakwe wanajua banani bageni benye kuwa ndani ya mwingine. Na tukishabajua tutajua gisi mwingine wetu wala nchi yetu itakaziwa, itakuwa na amani. Kwa hiyo tunashukuru zaidi kwa hiyo wakati mumekuja kuja kututazama, vraiment tumeshukuru zaidi, na watu wawe imara na watu watulie. Sisi huku mbele tumefunga zaidi na tunangoja adui kwa ajili ya kupambana. Ndio mheshimiwa, leo tuko Runingu ambapo kulikuwa mapambano ambapo yasemekana kuwa adui alikuwa Kasambura na Biriba mmemuondoa, na kwa sasa anapatikana Kabunambo. Tungetaka tujue kiuhaswa ilikuwa namna gani, mbinu gani mlitumikisha kumuondoa adui pale? Je, angali pale ambapo alikuwa au mmemuondoa? Tunakushukuru. Adui kabisa alikuwa Biriba. Adui alikuwa kidhibiti Biriba, tulikuwa Kasambura, lakini wakati adui alikuja tudeloge, tulimupiga na tukasikia nguvu zake, tukamuondoa nafasi panapoitwa Biriba. Baada ya kumuondoa Biriba ndo wakati tulipata matetezi kusema eti adui ameongea, gouvernement yetu imesema cessez-le-feu nini na nini, lakini hile cessez-le-feu sisi wazalendo hatujui cessez-le-feu. Adui tutamshambulia mahali popote amekimbilia. Ndio tukiangalia kwenye milima adui iko kama vile kwenye kilometri ya 3 au 5. Na nyinyi mko hapa Runingu, Biriba na Kasambura. Je, hamuoni kama muda wote anaweza kawavamia? Kwa hiyo tumeona adui gisa amejipanga, nasi ndio gisa tumejipanga. Shabaha ya kumwachilia pale, ile siku tungemuondoa zaidi na usiku kaingia, lakini kwa sasa tukaji renforce tena kumfuatilia, wakatupatia kwanza limite, lakini huyu mwenye kwa kuvilima tumemwona zaidi na tumempangia. Kwa hiyo nini sasa wakongomani wategemee kwenu? Wategemee amani itarejea kuwa nzuri sana. Kamanda wa unité special, tunakutakia mafanikio mema hapa kwenye shamba la vita. Asante, hata nanyi na washukuru. Watu wote Uvira wasikie amani na wasifate mambo ya zagara eti wamepita chini Ndunda, wamepita wapi, hakuna. Na hivi tumefunga njia na watu wa Bukavu waikale Bukavu, watu wa Uvira waikale Uvira. Hatutaki tena mtu kupita hapa.
kwa maana tumefunga njia. Pasipo amani hakuna mtu kutoka Bukavu kuingia huko, labda apitie ingine njia.